ikiwemo TikTok, televisheni, baadhi ya maredio na hivi punde pia kwenye runinga zetu. Leo tuko na mazungumzo na viongozi kutoka eneo la Lamu na Pwani kwa jumla, na tuna maswali kadhaa ambayo tungependa kuuliza, lakini wenyewe tutaanza kwa kujifahamisha majina na kutueleza kwa nini tuko hapa. Kwanza kabisa, karibuni. Shukrani sana. Na kwanza kabisa tunaanza na utambulisho kwanza. Tukianza na Sultan, ukiangalia tuambie kwa nini tuko hapa, majina yako, kisha mzee wetu unafu. Sawa. Jina langu naitwa Omar Sharif. Mimi ndio Sultan wa Bajuni, na mbele yangu hapa Sasa kujitambulisha. Mimi naitwa Muhammad Sharif Tantawi, niko katika ofisi ya Sultan. Mimi naitwa Ali Somo. Mimi ni mwanati asilia wa Lamu na tuko hapa chini ya uongozi wa mzee wetu. Asante sana. Naam, tukianza tu Sultan moja kwa moja. Bismillahirrahmanirrahim. Tuko hapa katika mazungumzo, lakini tufahamishe kwa nini tuko hapa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, amma ba'du. Kwa hakika leo kwanza tuna furaha kubwa sisi kuweko hapa katika mji wa Mombasa, na tuko na waandishi wa habari, na tuko hapa kwa malengo ya huu mradi ambao unaokuja Lamu County, ambao ni mradi wa mafuta. Sisi kama wanati na wenyeji wa Lamu wa asilia tunaukaribisha mradi wa mafuta ndani ya mji wetu wa Lamu kwa hali ya juu kabisa. Tuna msemo sisi tunasema wa Kibajuni, mgeni aye na mwenyeji apone. Kwa hivyo sisi hatutakuwa mahasidi wa kupinga huu mradi. Kwa hakika ni mradi wa manufaa wa hali ya juu kabisa. Na tukirudi nyuma, sisi kulikuwa na mradi wa koli ambako tuliupinga kwa sababu una madhara, na tukaupinga hali ya juu, na serikali ikatuitikia na tukaondoka ule mradi. Mradi mwingine ambao ulikuja kule kwetu ni wa Lapset. Sisi kama Bajuni na wanati wa Lamu tunasema ukimuona ngongo ukuandama wiwe nokoko karibu. Kwa hivyo tuliupinga ule mradi, tulikubali, tukaja tukaidiwa mambo mengi sana katika ule mradi. Lakini tena wajua tena ule mgeni kisha kuingia kwanza ataingia guu lake, kisha ataingia guu la pili, kisha ataingia na kitu chote. Baada ya kuisha kuingia kitu chote, alghasi ikawa hatukuulizwa tena la kheri wala la shari. Tuliahidiwa masala kuajiriwa watoto wetu katika ndani ya poti. Tuliahidiwa kuhusu masala ya watoto kwenda kusomeshwa nafasi 1000, na kwa hakika walisomesha watoto 400. Watoto wenyewe pia kumaliza hawakumaliza, na watoto wabweka ndani ya mii yetu pia kazi hawakuajiriwa. Kwa hiyo tunasema wakati wa sasa huu mradi tuko tayari kupokea, lakini mpaka watuhusishe kikamilifu, si masala ya kuhusishwa kijuujuu. Na kikamilifu ni vipi? Ni sisi kama wazee wa Lamu County, wanati asili ya Ubajuni, tukae katika meza ya mviringo, tupate kukaa na wao huswa. Tunahitaji kukaa na mwenyewe Dangote. Sisi Dangote ndugu yetu, ni Muislamu mwenzetu. Kwa hivyo tuamwambia Dangote
Sisi tunahitaji kukaa na yeye, tumueleze matatizo ambao sisi yanotukumba kutokea uhuru. Kwa hakika napenda kuongeza jambo. Leo tukutana hapa kwa sababu moja kubwa kuhusu mradi wa Dangote Refining Project. Kumekuwa na taarifa kuhusu mradi mkubwa wa shilingi 2.2 trillion, kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote kupangwa kujengwa katika kaunti yetu ya Lamu. Sisi kama wenyeji wa Lamu hatupingi maendeleo, tunasema ndiyo kwa maendeleo, lakini tunasema la kwa maendeleo ambayo yatatufanya tuwe wageni katika ardhi yetu, katika eneo letu, katika kaunti yetu ya Lamu. Madhumuni ya mkutano huu wa leo ni rahisi. Kwanza, kupata ukweli. Pili, kuhakikisha sauti ya mwananchi, sauti ya mwananchi asilia wa Lamu imeweza kusikika na imeweza kujibiwa kikamilifu. Tatu, kuhakikisha kwamba mradi huu ukija unaleta ajira, unaleta huduma za matibabu, unaleta mashule na unaleta biashara kwa wananchi wa Lamu. Tumejifunza kutokana na miradi mingine. Hatutaki Lamu iwe hadithi nyingine ya kusikitisha. Tunataka Lamu iwe mfano wa jinsi jamii ya wawekezaji wanavyoweza kushirikiana. Hilo ndio lengo ambalo limeleta hapa kulijadili. Na pengine nikuuliza mzee wangu, pengine mmefahamu kuhusiana na mradi huu kwa kiwango gani ama kipi hadi kufikia sasa? La kusikitisha ni kwamba nikilijibu swali lako, la kusikitisha ni kwamba bado hakuja kuwa wazi kuelezewa mradi huu una nini na utatuletea nini. Sisi kama wakazi wa Lamu tumepata tu kujua juu, hatujahusishwa kamili ili kujua mradi huu utaleta nini. Tuambiwa kuna wafanyakazi, kuna pesa nyingi zimekuwa invested katika mradi huu, lakini lile tunalolipigania sisi ni kwamba tunataka tuhusishwe kamili. Tutakapohusishwa kamili ndipo tutajua lipi la kulisema na lipi la kulifanya. Tunahitaji kuhusishwa kamili katika suala hili, na huku tukiukubali mradi huu kwamba ni mradi utakuja na manufaa mengi tu, tunataka tuhusishwe ili lile litakalopatikana katika mradi huu liwe litawafaidi wakazi asilia wa Lamu, wasije wakalia kama walivolia kutokana na miradi mingine ambayo imekuja kwetu Lamu. Naam, Sultan, tukirudi kwako, mtu atajiuliza mradi haujaanza, lakini tayari mshaita kikao mmeketi. Atajiuliza ni kwa nini? Unajua, tusingojee wakati wa vita, lazima watu wajitayarishe. Mwenye kuweka panga lake, mwenye kukata msitu, mwenye kukaa na kisu chake, mwenye kuwa na bunduki yake. Unajua zamani Baba Junior alikuwa na bunduki. Sasa baada ya uhuru tu ndio tukanyang'anywa bunduki, lakini lao kama ilikuwa wakati wa nyuma na bunduki zetu, sisi tungekuwa tungekuwa hatuwezi kuja hapa tukazungumza. Kwa fupi, huu mradi uko tayari kwa sababu makamu wa rais ameyazungumza, Mheshimiwa Kindiki, akisema mradi will kick off September 2026 na it will take 2.5 years. Sasa kwa hivyo Kindiki atazungumza, akili yake si nzuri. Kwa hivyo akili yake iko timami. Kwa hivyo ni mradi huko. Sasa tunataka kujua sisi kama wanati, kama wenye mji, ni lazima tuhusishwe 100%. Viongozi huja wakenda zao, lakini wanati wakabakia milele daima wadawamu. Na pengine mnaweza kuzungumzia, je, mnadhani kwa nini mkazi wa eneo la Lamu hasa mnati kupewa kipaumbele katika mradi huu wakati unapoanza, unapoendelea na mbeleni siku za usoni? Huu ni mradi ambao utatumia ardhi yetu, utatumia bahari yetu
na utatumia hewa yetu. Mpaka mradi hii kuja Lamu ni kwamba Lamu ni mji. Lau kama Lamu kilikuwa kunaishi wanyama, mradi huu haungepeleka. Kenya kuna msitu mkubwa sana. Mboni hawakupeleka mradi msituni, wameleta Lamu? Kwa sababu Lamu iliundwa na wanati wa Lamu. Kwa hivyo wanakuja pale kutumia ardhi yetu, bahari yetu na hewa yetu. Madhara ambayo yatapatikana pale yatatudhuru sisi kama wanati wa Lamu. Kwa hivyo kama madhara yatatudhuru kama wanati wa Lamu, kwa hivyo na faida pia lazima ifaidishe mwanzo watu wa Lamu. Pia katiba article 10 and article 174 inasema rasilimali zinapaswa kuwanufaisha wenyeji kwanza. Kwa hivyo sisi tukata katiba, rasilimali lazima mwanzo ifaidishe. Then Dangote Refinery Project si ya kwanza katika Afrika. Nigeria kuna Dangote Refinery, na 70% ya wafanyikazi wa Dangote ni wale watu wa ile area. Dangote Nigeria walijenga universities, wakajenga colleges ili kuwafundisha wale watu wa ile area, ili kusiwe na question kwamba wale watu they are not qualified. Kwa hivyo sisi lazima hizo vitu tuzipate. Hospitali lazima yajengwe. Kwa hivyo sisi kama wananchi wa Lamu, sisi ndio kupatiwa kipaumbele kuliko mtu mwingine yoyote. Na mzee wangu, pengine unaweza kuongeza msisitizo kwa nini pengine jamii yenu na wawakilishi wa Dangote pengine waweze kukutana na kujadili masuala kama ya CSR, kama kujenga shule, kuboresha miundo misingi na kadhalika katika jamii ya eneo hilo? Ukweli ni kwamba mazungumzo yoyote yatakayotokea baina ya wenye mradi na wakazi wa Lamu bila shaka yataleta manufaa. Kwa sababu sisi ifahamike kwamba hatukuja hapa kupinga mradi. Tumekuja hapa kukaribisha mradi ambao utakuja na manufaa. Sasa ikiwa hakutozungumzwa na hatutoelezwa ni nini tufaacho kukipata kwenye mradi huu na nini tunachokitaka kwenye mradi huu, basi yale manufaa haya yatapatikana kwa wakazi wa Lamu. Kitachokupatikana ni madhara yatakayotokea, kwa sababu hakuna mradi ambao hautoleta madhara, kama kwamba kila mradi una manufaa yake ambao utaleta. Nasi tuamini kwamba mradi huu utakuwa na manufaa mengi kushinda madhara kidogo ambao uko. Kwa hivyo madhumuni yetu kutaka wanaohusika watuhusishe kamili, ili ndio tupate kuzungumza ya kwamba tunalolihitaji sisi ni hili. Tunahitaji mahospitali kama alivyosema ndugu yangu, lakini pia tunahitaji mambo mengine. Wafanyikazi watatoka wapi katika mradi huu? Kwa hivyo sisi tunalolililia tu ni yale manufaa yarudi kwa wananchi asilia wa Lamu, ili wanufaike kama ambavyo kukitokea hasara watahasirika. Tukirudi kwa Sultan, swala la ardhi ni donda sugu sana hapa. Na tunajua kwamba mradi huu utahitaji kipande kikubwa cha ardhi. Pengine jamii kama jamii ya Wabajuni na kama kiongozi wao, pengine hili mmeliridhia vipi kwamba swala la ardhi halitakuwa tatizo kwa mwekezaji? Shukran sana. Ni swala nyeti sana umeniuliza, tena hususan masala ya ardhi. Ardhi ni kitu ambacho adhimu katika ulimwengu mzima. Leo ulimwengu mzima wa kitu wanachopigania ni ardhi. Sasa kitu cha kwanza ni lazima wakae na wenye ardhi, na wenye ardhi ni sisi. Hakuna mwingine mwenye ardhi. Hakuna kitu chaitwa GL, ground government land. Hakuna kitu kama hicho. Kila ardhi na wenyewe sisi. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni lazima compensation ipatikane kwa wenye ardhi ambao ni sisi. Watu wetu walipo pesa ridhaa zao za ardhi, kisha mkataba uanze kuendelea na kujua namna gani kutapatikana. Na kuna mambo mengi, kuna watoto wataka kwenda kusomeshwa, kuna ajira, kuna faida ambayo inaingia kwa ule mradi. At least tupate 2% ya faida ya kila mwaka. Nikiwa mfano ni 2% ya faida ni 2 billion. 2 billion ingize katika miradi yetu ambayo tunapata. Leo sisi katika
Tunazungumza sisi kama ambao hatujapata uhuru. Sisi tuna sehemu maji mpaka leo hatuna. Sasa leo sisi hii mradi kwetu ni afu kuwa leo tutaingia mradi tutapata mtu atatuwekea na sisi maji. Tuna sehemu stima hakuna kule kwetu. Kuna watu leo mpaka leo maji hawana, stima hawana shule bora, hawana hospitali bora, hawana barabara bora, hawana muundo msingi bora, hawana. Mwisho itakuwa lazima wavuvi wetu watoke katika hapo kwenye mkondo waende zao mbali kwenda kuvua. Kwa hivyo lazima kutafutwe namna gani ya kupewa mashini bora, maboti bora ya kuweza kuunda bahari kuu kwenda kutafuta riziki zao. Pia lazima watu wetu wapawe ukulima bora, ukulima wa kisasa, sio ukulima wa kizamani ambao unaendelea. Na pengine Sultan, unaweza kuzungumzia hili pia kwamba mradi huu unapotarajiwa kwanza, wewe kama kiongozi wa jamii ya Wabajuni pale, pengine wao wenyeji wakazi wa pale chini, yule mwananchi wa chini, yeye sauti yake iko wapi katika mradi huu na maoni yake ni yapi kuhusiana na mradi huu? Na pia kiongozi wetu tutasaidia kwamba kuna ambao pia pengine watoki katika jamii ile lakini wana maoni tofauti ile ya kupinga, pengine maoni inaweza kuwa ni ipi kuhusiana na hili? Nafikiria hakuna pingai mpaka dakika hii. Na jamii wote waliunga mkono mradi kwa sababu itanufaisha hapa na pale, biashara zitapanuka, mji utapanuka, kutakoko na high populated na tutakwenda tunga mbele, na nchi kama Europe na bara Arabu huko upande wa Arabian huko leo wageni ni wengi kushinda wenyeji, lakini wanaotawala wenyeji. Nenda Europe wanaotawala nani? Kuna mgeni atatawala. Nenda zako bara Arabu, nenda Saudia utatawala na wageni wamejaa over 200%, lakini wanaotawala nani? Kwa hivyo kuja wageni kwa wingi haitomaanisha kwa wao watatawala. Utawala ni lazima ubakie kwa wenyeji. Pengine ungejibu hilo swali la pili. Pingamizi inaweza kuwa pengine haitoki Lamu, pengine katika maeneo mengine ya nchi. Mmejitayarisha vipi kukabiliana na pingamizi kama hizo, na pengine maoni gani mnayo kuhusiana na sehemu zingine ambazo ni kinzani na nyinyi kama viongozi? Wajua ndugu yangu, Kenya iligawanywa vipande 47. Zinaitwa counties. Madhumuni ya kuja counties kugawanywa ni kila jamii katika ile county ifanye uamuzi wake. Kwa hivyo hakuna mtu mwenye haki from any county to come to Lamu and dictate us what we are going to support and what we are not going to support. That is the purpose of devolution. So we are not expecting anybody to come and oppose this or propose this on our behalf. As we have said right now, we are not opposing the project. We are not. Nairobi, it was a swamp of grazing. Now Nairobi, it is a city among the cities of Africa which is populated and developed. Why? Because of the industries and factories and whatever. Mombasa was an island of only one small harbor at Old Town. Greater Mombasa is a business hub. Why? Because of the industries and the port and whatever. Dubai was a desert village. Reno Dubai is different. So we want Lamu to join the league of similar of this. But what we want, we don't the indigenous people of Lamu to be flower girls in this project. What we want the project, yes, in this condition. In every discussion table concerning Dangote, we must have a seat on that table, not as political leaders, but as locals. In every decision-making table, we must have our seats as local people of Lamu
or indigenous people. In every negotiation, we must have our seats to negotiate, because at the end of this, we must have a written, law-binding memorandum of understanding. Not just to be told on the political podium that our children, our young people are going to be employed. No, we want to know in employment categories, position of the manager, position of the engineers, position of the clerical officers, even position of the casuals. What percentage are we going to get? What infrastructures we are going to get? What profit, as Mzee has said, we are going to get, and many other things. We want a memorandum of understanding. We don't want this project to stall like the one of Tanzania, the gas units of Tanzania. Why has it stalled? Because the local community were not involved. So we want 100% involvement and nothing else. Pengine kiongozi wangu, ukisikia mazungumzo yetu leo, ni kama kuna hofu fulani hasa kuhusiana na ajira. Pengine nini pengine cha mno kifanyike ili iweze kwamba kuna ile surety kuhusiana na swala la ajira kwa wakazi wa Lamu? Yetu ni mafupi tu. Kuhusishwa kwetu kwenye mradi huu na masharti yetu tutakaoyazungumza na wenye mradi au na upande mwingine na serikali ikiweko ndani, italeta njia fupi ya kujua tutaajiriwa vipi, tutapata manufaa vipi katika mradi huu. Na naamini ya kwamba bila shaka serikali pia ilipoamua kuleta mradi huu wa Lamu, ndani huko kulikuwa wataka kuwahusisha wananchi wa Lamu. Sisi tunalolililia ni kwamba imezoeleka wananchi wa Lamu hawahusishwi katika miradi hii. Yoyote yule anayeweka vizingiti kutowahusisha wananchi wa Lamu katika masuala ya hii miradi, ajue ya kwamba wananchi wa Lamu wameamka, hawakulala tena, wako tayari kushiriki katika kuendeleza miradi, wako tayari kushiriki katika kuupa mradi support yao, lakini tu wahusishwe. Wajua tatizo ni kuhusishwa. Kwa mfano, makamu wa rais ameelezea kwamba huu mradi unaanza, lakini kuanza kwao wananchi pia hawajui, wanasikia tu kwenye TV, wanasikia kwenye vyombo vya habari. Hakuna mwananchi wa Lamu ambaye amehusishwa kikamilifu katika masuala haya. Kuna wavuvi upande wao, kuna wakulima upande wao, kuna wafanyikazi upande mwingine. Hilo ndilo tunalolilia. Na ikiwa rais wa nchi hii mwema amewaambia pengine viongozi wawahusishe wananchi katika huu mradi ili watoe maoni yao, basi ajue rais mwema wa nchi hii kwamba wananchi hawajahusishwa katika masuala haya ya mradi huu. Yawezekana ya kwamba serikali imekaa chini kama wawakilishi wetu wa Kenya nzima ili kutaka mradi huu uje Lamu wanufaishe wa Lamu. Lakini naamini pia yawezekana ya kwamba msimamo wa serikali ni kuwahusisha wananchi wa Lamu, lakini meseji hii haijafika katika kuhusisha watu wa Lamu. Haya ndio madhumuni ya kikao chetu hiki, kwamba tumekubali kwamba serikali yetu yataka kutuletea mradi mkubwa wa kuwanufaisha watu wa Lamu, lakini watu wa Lamu hawajahusishwa. Mradi unaanza karibuni, lakini watu wa Lamu hawajahusishwa chochote. Wavuvi wetu tutawapeleka wapi? Wakulima wetu tutawapeleka wapi? Nani ataandikwa kazi? Nani amefundishwa? Nani amechukuliwa ili kuhusisha kushauriana au kuhusishwa katika mradi huu? Hiki ndicho kilio chetu na huu ndio msimamo wetu. Swala lingine ambalo linajitokeza wakati miradi inaanza, ama viongozi wamezoea kusafiri nje ya nchi kwenda sehemu fulani kufanya kitu ambacho kinaitwa benchmarking, kuangalia jinsi mambo yanavyofanyika katika maeneo mengine. Tunajua kwamba Dangote ana refinery kule Nigeria, nchi kwake Nigeria. Je, pengine unadhani kuna umuhimu gani viongozi na pengine baadhi ya watu wa jamii kutoka Lamu waweze kuenda katika safari ya benchmarking, pengine wajionee wenyewe kisha waje waeleze wenyeji walichokiona kule? Tukianza na Sultan. Nafikiri ni wakati mwafaka sasa Dangote aje kwa meza mzunguko
ndio haya yatakuja masala ya benchmarking, yatakuja masala ya kwenda zetu safari. Morocco pia iko refinery, South Africa iko refinery, hapo Nigeria iko refinery, Mtwara hapo Tanzania pia semekana pia iko refinery. Nataka wasitusukume tukafikia sampuli ya Turkana, wasitusukume, tuwaomba wasitusukume. Turkana leo waliweza kufunga kila kitu wakapatwa haki yao. Sasa sisi wasitupeleke mpaka hapo tukaanza kujadili. Leo Amboseli kuna revenue yaingia kwa county Amboseli. Sasa tunataka ya mambo twende kenedhenedhi kwa taratibu tufanye yamalize haya kwa salama salmini, kwa sababu sisi hatukuja kwa fikra zetu, tumesukumwa na vijana. Kwa sababu sisi leo baada ya miaka 2-3 kila mmoja hapa hatakuwa tuko tena miaka 5-10, lakini vijana kesho hawa vijana watasema kuwa kulikuwa na wazee hawakutuuliza sisi. Kwa hivyo hatutaki tuingie katika tarehe ya kutowajibika. Tuingie katika tarehe nzuri kwa tuliwajibika, na tukaingia ikiwa ni barabarani, ikiwa ni kwenda kotini tukenda, ikiwa ni kufanya jambo lolote tukafanya. Na tukimalizia mazungumzo yetu pengine tukihusia kuongezea tu, umetaja kuhusu viongozi. Yes. Sisi hii kikao hiki cha leo ni hatua yetu ya pili. Tuliposikia uvumi kwamba Dangote project inakuja Lamu County, sisi hatua ya kwanza tuliwaita viongozi wetu wa Lamu County. Tulimuita governor, tukamuita mbunge na wale viongozi wengine, tukamuita speaker wa county assembly, ili kusudi mwanzo kusikia kutoka kwao, je, wako na habari gani? Sisi tumesikia uvumi. Je, nyinyi viongozi wetu, what do you know about this project? What have you planned about this project? So we want a reality and working together with our political elected leaders. Unfortunately, all these leaders boycotted the meeting. No one appeared in this meeting. So when they boycotted is when now we had a question mark. Why are these people boycotting this meeting? It was very simple. Because we said we don't want to hear this thing in the political podiums. We want to have a table, we sit. So when they boycotted, many questions out came. Right now, we have more questions than answers. So now we have come here today. We want the government. We want Alhaji Dangote. We want international community to know the problem which is coming, so that they will be aware where they are heading to. So this is the second. If they don't respond to this, we are going to plan. We're not going to reveal today, but we are going to plan another step which will force them. We are not requesting, we are demanding. They have to sit down with us as indigenous locals of Lamu County. So when we ask leaders about traveling, well, that is okay. But before we travel, we have first to sit down to know this project. How is it coming? How many acres are they taking? So first we want a sitting with them. Then we plan about going to benchmarking, whatever. Because we want 100% involvement. We don't want public participations. We don't want the Kenyan type of public participations, which people are being paid 1,500, they go and raise hands. No, we want to be involved fully. Tukibaki hapo, kuna tayari Mkenya mmoja ambaye nadhani ni wakili alikuwa ametishia ama pengine ameshafika mahakamani akisema kwamba anapinga mradi huo wa mafuta Lamu kwa sababu ya public participation haujafanyika. Pengine mna maoni gani kusema hivi? He took the right step and he was ahead of us.
Unfortunately, we have many lawyers in our community. We have many people who are learned, but we thank that guy. He comes from somewhere in Kenya and he felt something is wrong. So he's right. If the procedures will not be followed, him will go to court and even us will go to court. So we are supporting his movement because he did not oppose the project. Remember, yes. He said if participation and involvement will not be taken. So he's okay and we are supporting him and we are welcome him. We come and sit down, we go together. Na Sultan, tukimaliza pengine utupe mwelekeo wa kisiasa wa jamii katika eneo hili la Pwani. Okay. Yes. Mimi nataka kuchukua fursa hii kuambia jamii yangu ya Pwani mzima kuwa tuweni makini. Wakati ushapitwa na wakati. Leo mtu atujiletee project ya urongo kisha huku wao na haidi na ajenda yao. Tuweni makini sana, tuweni watu wa subra na tuwe watu wa utafiti, tuwe watu wa kutafiti, tusiwe kuropokwa na hivi na hivi. Na kitu kikubwa zaidi, tuweni kitu kimoja. Mimi nawaambia Wapwani, ndugu zangu Wapwani, Mkenda, Bajuni, Wataita, tuweni kitu kimoja ama hii Pwani yetu itaikosa. Leo watakuja watu kutoka nje huko waifanye for sale hii Pwani yetu, tukija tukishtuka iko katika auction kwenye mnada. Watoto watatuuliza kesho, watoto watatuuliza mulikuwa wapi? Kwa hivyo nawaambia shukrani sana kwa mahojiano yenu, isipokuwa tu tuweni kitu kimoja.